Jana tulikuwa tunaangalia hapa Simba alichokuwa anakifanya kwa Al Masry. Watu wanahisi kama amebahatisha, lakini ule ni Mwarabu wa 4 ambaye Simba amekutana naye. Mwarabu wa kwanza alikuwa ni Al Hilal Tripoli kutoka nchini Libya. Kule alitoa nayo sare ya 0-0, hapa akaja akamfunga 3-1. Akaenda katika hatua ya makundi. Mwarabu wa pili alikutana nao kwenye makundi ambao walikuwa ni wawili. Mmoja ni kutoka Tunisia, CS Sfaxien, ambayo hii ni timu kongwe na ndio timu kinara, bingwa wa kihistoria wa kombe la CAF Confederation. Simba alimfunga nje ndani hapa 2-1 na kule kwake kaenda kumfunga 1-0. Alikutana na CS Constantine kutoka mji mkongwe kabisa pale wa nchini Algeria, mji wa Constantine, mji wa kihistoria kweli kweli. Na Simba hapa alishinda goli 2-0, kule alienda kufungwa 2-1. Jana amekutana na Mwarabu wa 4 ambaye ni Al Masry. Wenyewe wanajiita hawa ndio Misri wenyewe. Maana ya neno Misri kwa Kiarabu analitamka Al Masry. Ni timu kongwe kweli kweli, miaka 105 ndio ambapo hii timu tuseme ina umri huo, kwa sababu imeanzishwa mwaka 1920. Simba ameshinda. Utaona sio njia nyepesi. Ukitaka kujua hii michuano sio mepesi, jana alikuwa anacheza Zamalek na Stellenbosch. Stellenbosch watu hawajui. Hii ni timu ambayo imeanzishwa mwaka 2016. Miaka 8 iliyopita. Msimu wa 2019 hao ndio wamepanda ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini. Mwaka 2019 ndio wamepanda na wameanza kucheza mara ya kwanza ligi ya Afrika ya Kusini. Wakitoka daraja ya chini, tuseme kama hapa Tanzania Championship, wakiwa mabingwa. Hawana ubingwa wote zaidi ya ubingwa wa Championship. Wamemtoa Zamalek, timu yenye umri wa miaka 114 ambayo imeanzishwa mwaka 1911. Zamalek kwenda kukutana na Simba sasa. Kwa hiyo hakuna michuano mepesi, hakuna timu nyepesi kwenye michuano. Hapo kuna surprise nyingine. Usma ambaye alikuwa bingwa mbele wa Yanga, jana ametolewa na CS Constantine ambaye alicheza na Simba na Simba akamfunga hapa nyumbani goli 2-0. Na wenyewe walienda kwenye mikwaju ya penalty. Wakafungwa penalty 4-3 Usma. Lakini RS Berkane amepita. Kwa hiyo hii michuano hakuna timu nyepesi. Yaani wewe utamdharau na kumbeza. Wanasema mzamzao utumbua usaa. Na unataka kufahamu, ukitaka kujua kwamba hii vita sio nyepesi. Baada tu ya Stellenbosch kumtoa Zamalek kijana, asilimia kubwa sana ya Watanzania walienda kwenye peji za Stellenbosch. Na hususan mashabiki wa upande wa pili. Mashabiki wa Yanga. Wajua tu upande wa pili. Wengi sana wameanza kuifuata ile klabu na ni kama tayari wanaanza kuikaribisha. Lakini pia wapo mashabiki wa Simba waliokuwa wanaifuata na kuambia sisi Simba mtakuja Tanzania tutakutana na nyie. Simba wameshaweka wazi kwamba uende ikawa ni Aprili 20 wakakutana na timu wakacheza Stellenbosch hapa nyumbani. Baada hapo ataenda Afrika ya Kusini. Itakuwa sio mara ya kwanza kwa Simba kwenda kucheza Afrika ya Kusini. Nataka niseme tu kwa ufupi. Stellenbosch wanatoka Western Cape pale Afrika ya Kusini, Cape Town, mji mkongwe kweli. Na Stellenbosch ni mji ambao unaitwa Wineland. Inaitwa, wenyewe wanatoka katika sehemu ambayo inaitwa Cape Wineland, sehemu ambapo inasifika sana kwa mashamba ya mvinyo. Na hata wa Stellenbosch ukiangalia pale kwenye ile logo yao ina kikonyo cha zabibu. Maana yake wanatambulisha eneo ambalo wanatoka, ambalo ni walima sana wa zabibu. Kwa hiyo unaweza kusema wanatoka katika maeneo ya wakulima wa zabibu. Sasa ili eneo la Stellenbosch ni mji ambao upo tangu mwaka 1679 na ulianzishwa na mtu mmoja anaitwa Simon van der Stel. Kwa hiyo aliita hilo neno Stellenbosch kwa Kidachi, maana yake ni msitu wa Stellen. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo aliupa huo mji jina lake. Na ni sehemu ambalo kule kwa Afrika Kusini wanasifika kwa kuwepo makaburu wengi sana wa Dutch. Kwa hiyo wale wazungu wa Afrika Kusini, maana yake pale Afrika Kusini kuna matabaka. Tabaka la kwanza ndio hao wa Dutch, kama wakina Elon Musk. Elon Musk naye pia alikuwa pale Afrika Kusini. Na tabaka jingine ndio unakuja kukutana na kina tabaka la kina Faldu Devi. Hawa ni kama Wahindi fulani hivi. Na wenyewe pia wapo kule Afrika Kusini. Na tabaka la tatu unaweza kusema ni la sisi South Africa. Ingawa kuna tabaka jingine kama la kina Trevor Noah, la kina Doja Keti. Wale ambao wana mchanganyiko sasa wa Afrika Kusini wazungu kidogo. Lakini kikubwa Simba anaenda kukutana na timu ngumu kweli kweli. Ni timu ambayo ina uwekezaji. Na ukitaka kufahamu hivyo, msimu uliopita Stellenbosch amemfunga Mamelodi nje ndani. Wewe nje ndani. Yaani hii timu ambayo Simba anaenda kukutana nayo imeshapiga sana Mamelodi. Sana. Na sio Mamelodi, hata Orlando Pirates. Wanafundishwa na kocha wao anaitwa Steve Barker.
Steve Barker amezaliwa nchi ya Lesotho ambayo iko ndani ya mipaka ya nchi ya Afrika Kusini. Kwa sababu ndani ya Afrika Kusini kuna nchi ambazo ziko ndani. Moja hapo ni Lesotho, nyingine ni Swaziland ambao kwa sasa hawa wanajiita jina lao lile. Kuna wanajiita Eswatini. Sasa hizi wanajiita Eswatini. Kwa hiyo alizaliwa Lesotho lakini ni Mwafrika Kusini. Na ana ndugu yake pia, kazini wake, binamu yake ambaye pia ni kocha. Kwa hiyo Steve Barker ndo ambaye ameipa mafanikio makubwa sana. Na yeye ukimwangalia ni mzungu kabisa. Unaweza kusema sio Mwafrika Kusini. Wana goli kipao anaitwa Sage Stephen. Ukimwangalia kama jana mchezo wa Stellenbosch na umwangalia utamwona jamaa ni mzungu kabisa. Alafu wana mwamba mwingine pale anaitwa De Jong yuko mbele. Ni raia wa Australia. Na yeye pia ana balaa sana. Shukrani. Kwa alivyotueleza hiyo timu inayoenda kukutana na Simba. Mimi kwa alivyoeleza tu nimegundua hiyo timu ina undugu fulani vina Yanga. Okay.